Injinia alikaa chini akatafakari, je, huko angani ataendaje? Akatengeneza ndege, akaweka injini, akaweka madirisha, akaweka milango. Katika kutesti kwake akajikuta amepatia jinsi ya kupaisha hiyo ndege, na hatimaye ile ndege ilivyosafiri masafa marefu ikafika kule, ikamchenjia, ikamlipukia, akafa pamoja na hiyo ndege. Iko hivi, unaweza ukaanza safari na mtu na ambaye umekuwa naye, umezeeka naye, na mpaka imefika stage mmepotezana, na baadaye mkaonana tena, kwa sababu ni mtu ambaye mlikuwa pamoja, mlicheza pamoja, na wewe ukampa mambo yako, ukafikiri yule mtu ni mwenzako, kumbe sio mwenzako. Iko hivi. Kwa nini nimependa kutumia topic ya kwanza kwamba injinia alitengeneza ndege? Yule mtu ambaye ulikuwa naye, ukacheza naye, asikufanye umwamini na kumpa siri zote ambazo unazifanya kwenye maisha yako. Kuna mtu anakuja kwako kama mtu ili umwamini, umpe siri ya maisha yako ili akuangamize kabisa. Ndugu yangu, rafiki yangu, kuna watu tuliishi nao, tulikula nao, lakini kumbe nyuma yetu walikuwa sio watu, bali ni maadui zetu. Ndiyo maana hata ile siku walivyoona tumetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kimafanikio, walianza kutuona kwamba tuwafai. Kumbe si kwamba ni mafanikio yetu, ila walitamani kutuona sisi tukihangaika. Hivyo unapokuwa na mtu kwenye maisha yako, usijiachie na kumhesabia kuwa ni ndugu kwa sababu umetoka naye mbali na kumpa siri zako zote. Kwa sasa upendo umeisha, kwa sababu wale watu ambao tulitaraji kuona ni watu, kumbe sio watu, ni zaidi ya watu, tena ni wanyama kuliko watu. Una chombo cha usafiri, unapita barabarani, unawapa watu lifti, unafikiri wale watu unavowapa lifti wanakuazia mema, kumbe wanakuambia ukimaliza kunishusha uende ukagongwe na lori na ukafe kabisa na ukapotee kabisa. Simaanishi kwamba usiwape watu lifti, wape watu lifti, lakini unavowapa watu lifti huku ukimwambia Mungu akunusuru na mabaya yote. Unapotembea njiani, tembea ukimwambia Mungu niokoe na misumari iliyotegwa hapa chini ambapo nakanyaga, kwa maana kuna pengine napaona na kuna pengine sipaoni. Kuna mwingine ataniongelesha pembeni ili nikanyage msumari ambao amenitega ili niangamie. Lakini kuna mwingine ambaye atanisisitiza kuniambia kwamba njiani niwe makini. Huyo muombe sana kwa Mwenyezi Mungu, maana ndo atakayekuwa ndiye mwokozi wa hatari ambao utakuja kukutana nayo hapo mbele. Kusema ukweli, maisha tunapambana sana, tunahangaika sana, tunapigana sana, lakini kusema ukweli, wanaoturudisha nyuma ni wale ambao tuliowaamini na tukawakaribisha kwenye maisha yetu. Hivyo basi, simaanishi usikaribishe watu, wakaribishe, lakini wakaribishe kwa akili, usijisahau. Maana hata injinia kama asingejisahau, ile ndege isingelipuka naye, angeikontrol na angeifikisha pale ambapo alipaswa kuifikisha. Kama umenielewa, nisaidie kulike na kucomment na kushare na kusubscribe katika channel yangu inayopatikana YouTube kwa jina la Uncle Doni. Asante.